Ni asubuhi fulani tamu hivyo, na nao akiwa bado hawataki kukiachia kitanda. Uchovu mwingi, dabi lopigwa jana sio mchezo. Binti alikuwa tayari kashaamka, anajibembeleza tu pale. Mchizi anastuka hivi, kumbe kumekucha. Hey, mbona unanikodolea macho hivyo? Amna, nafurahi tu kukuangalia. Mbona unaonekana kama unataka kulia? Kwani kulia ni ajabu? Ndio, ni ajabu sana. Ushawahi kuniona mimi nalia? Kwenye maisha yangu sikumbuki kama nishaizidi hata mara 3 kulia. Hata nipate uchungu vipi siliagi. Najishangaa sana. Hata nyumbani pia wananishangaa. Basi zote zilikuwa stori za wapendanao wawili hawa kunogesha siku yao mpya. Baadaye kidogo binti anaonekana akilia. Jamaa yupo karibu yake. Mchizi alikuwa anaitwa Manikandi au kifupi anamuita Mani, na binti alikuwa anaitwa Sindu. Hey, vipi shemu? Mbona unalia? Mani amekupiga au? Huyu alikuwa ni rafiki yake na jamaa. Huyu mzee ana ujauzito huyu. Kumbe Mani na Sindu hao walikuwa ni wanachuo na kila mmoja anaishi kwa wazazi wake. Sasa mapenzi yao ndio hivyo tena amepelekea ujauzito. Na hapa jamaa alikuwa anamforce binti atoe hiyo mimba. Ila binti analia, hataki kufanya hilo jambo. Wewe chukulia kawaida tu. Nina dokta najuana naye, nitaongea naye, kila kitu kitaenda sawa. Unaogopa nini sasa? Nimekwambia sitaki, sitoi. Hii mimba nitailea na nitazaa. Jamaa anaishiwa power. Maisha yenyewe hana, anategemea wazazi tu. Sindu akamwambia, na siendi nyumbani leo, nitabaki na wewe. Jamaa anashangaa, huyu binti vipi? Mbona kumesha kucha balaa hili? Sasa jamaa alikuwa na best friend wake anaitwa Amit. Amit alikuwa ni wakishua sana, na kuna nyumba yao moja hivyo anapangishaga tu, haina mtu. Akaamua msaidie rafiki yake, akakae na shemu wake usiku huo. Maana binti kagoma kwenda kwao, na mwamba yeye mwenyewe anakaa nyumbani. Hivyo aweza kampeleka nyumbani kwao. Kesi imekuwa noma. Amit akawaambia, "Pweni humo msijali, nitakuja kuona asubuhi." Yaani hapa Mani sasa kichwa kinamwaka moto. Anafanyaje na mtoto wa watu? Mara kidogo mama yake anapiga. Chizi anapokea. "Hey, we mtoto uko wapi?" "Mama, niko kwa kina Amit, nitarudi asubuhi, kuna kazi za chuo tunafanya." "Sawa mwanangu, ila usijefanya ujinga, uko na kujua akili zako." "Sawa mama, usijali." Asubuhi na mapema mchizi aliandaa breakfast. Binti naye akaja mezani. Ila wamenuniana, hakuna anayeongea na mwenzie. Mara kidogo anasikia hodi. Kwenda kufungua, bana, ni mjomba wake na Sindu. Kesi ikabidi ipikishwe mpaka polisi. Kulikuwapo na wajomba wa binti, baba yake binti, baba wa jamaa pamoja na kaka yake. Kesi iliyopo mezani ni kwamba Mani amemteka mtoto wao usiku mzima na anamlazimisha kulala naye kinguvu. Sawa basi, binti inabidi akili na kujieleza ukweli mwenyewe. Ni kweli? "Waambie ukweli mjomba, waambie." Kwa upole kabisa binti akasema, "Kwanza nina mimba." Watu wote walishtuka. Aisee, mzee pressure inampanda. Upande wa pili jamaa yuko nje ya kituo na rafiki yake Amit, wanasubiria kesi inayoendelea ndani. Kaka yake anatoka na kumwambia, "Dogo, umefanya nini wewe sasa? Vipi, kwa hiyo ameropoka?" "Ndio." "Binti pumbavu sana. Nimetumia gharama kubwa kumsomesha. Matokeo yake ananiletea tumbo mimi. Mimi mwenyewe nina kitambi. Nitaleaje matumbo mawili sasa? Simtaki tena kwangu." Baba jamaa naye akaja. "Usafi sana kijana wangu. Naona sasa kisa ndevu najiona mwanaume kamili na kupachika mtoto wa watu mimba. Hebu muangalie mdogo wako alichokifanya. Niliwalea kwenye misingi mizuri kabisa, lakini siku zote alikuwa asikii mtukutu mpaka ukubwani, na nilijua tu kama yatatokea haya. Baba, twende naye kwanza nyumbani, tutazungumza." "Aende wapi?" "Nyumbani kwa nani? Sikashakuwa baba huyo." "Ina maana anajiweza." Jamaa baba yake anaongea, yeye ndo kwanza anaangalia pembeni. Ila anashangaa kitu kimoja. Licha ya yote haya binti anaonekana na muamini sana ili lijinga. "Mwambie mdogo wako, binti wa watu anaonekana mpole sana. Popote atapoenda kuishi naye asije msaliti wala kumvunja moyo wake. Kwangu asirudi tena." Basi, mzee naye akachola. Binti amekataliwa na baba yake, amtaki tena, na jamaa naye baba yake kamkataa pia, amtaki nyumbani. In short wote walifukuzwa kwao, mzigo kasusiwa mwamba. Mchisi wake Amit anamwambia, "Usijali bro, usiwaze sana wala nini. Mimi nishakusaidia pa kukaa pale bure kabisa. Vingine tutasaidiana tu kidogo kidogo. Sikia bro, bidamu yako baba yake si anamiliki karakana ya mitambo. Unaweza nisaidia nikapata time job pale. Nipate hata 200-300 kwa siku." Mchizi akamjibu, "Okay sawa, nitakuunganishia." Basi mchizi akikaa hivi mawazo kibao, bado anasoma na ndo kashapata majukumu tena. Si ndo alimfuata mpenzi wake na kumkumbatia. Jamaa anamwambia, "Nisamee sana, usinikasirikie. Nilikuwa nimepagawa tu kukuambia utoe mimba." Si ndo akamjibu, "Achana na shapita. Mimi niko na wewe. Wewe fanya chochote kile, kazi yoyote ile. Mimi niko bega kwa bega na wewe." Aisee, jamaa sasa stress anaumiza kichwa, inabidi apambane sasa kama mwanaume. Basi sasa walianza maisha mapya, wawili tu wanajitegemea wenyewe, wanalea na mimba yao. Hawakuacha chuo, waliendelea kusoma kwa pamoja hivyo hivyo, bado wakati tamaa na ndoto zao. Waliongea na walimu kuhusu hali ya binti. Hilo alikuwa na shida, chuo mnaishi kiutu uzima. Mwamba akipata muda free anaingia kibaruani kupiga kazi. Siku moja binti alimwambia Mani, "Yaani sijihisi comfortable kabisa kukaa nyumbani kwa Amit. Nyumba yote ile na hatulipi kodi wala nini." Jamaa anamjibu, "Wewe unajua kazi ninayofanya inatosha kwa bili zako za dawa na ada tu basi. Bumu tunatumia kwenye kula. Haya niambie, pesa ya kodi tunatolea wapi? Wewe jitahidi uwe comfortable. Hayo mambo mengine tutajua mbeleni huko." Basi binti akakubali tukishingo upande. Haina jinsi. Waliendelea kupiga kitabu. Piku zilikata, tumbo lilizidi kuwa kubwa. Wiki kadhaa tu binti anaweza kujifungua muda wowote. Upendo ulizidi kuwa mkubwa licha ya
shida wanazopitia. Jamaa anatoka anamwacha binti kila siku kwenda kupiga kazi za usiku. Siku moja usiku, binti akiwa amelala anasikia sauti za muziki na watu sebuleni. Anakwenda kufungua mlango hivi, anakutana na watu wanaruka dimbe, mitungi tu imejazana. Mmoja wao ikabidi atoke na kupiga simu. Oi, mbona kuna mtu humu? Mmeenda kwenye hiyo nyumba? Mbona hujanipanga sasa? Sasa fungua tu nao tukupange nini? Madam, samahani, anataka kuongea na wewe. Shemeji, samahani, hao ni marafiki zangu, wanakuja kufanya party hapa mara kwa mara. Nilisahau kuambia kuwa kuna watu sasa hivi. Sawa, nimekuelewa, haina shida. Binti akaona ngoja mcheki Manii, ila jamaa yuko busy na kazi, simu ipo mbali, naita tu. Asubuhi mchizi anarudi, anakuta sebule limefanya dangulo. Kizazi cha 2000 kimelewa na kusaza. Hii ni noma. Baadaye kidogo aliongea na jamaa yake mmoja hivi amtafutie chumba hata cha 30 hivi akapange. Maana mama watoto wake tayari kashapata sababu, hataki kuishi pale. Kweli bana, walipata chumba maeneo ya Tandika Kichangani. Sindu sasa hapa kalizika. Maisha yalianza upya, chumba kidogo, godoro, mkeka na mabakuli tu. Wakawa wanakubaliana pale, mtoto akizaliwa wampe jina gani. Akiwa kiume tutamuita Aditya, akiwa kike tutamuita Aditi. Basi stori ziliendelea huko, anafanyiana masaji taratibu. Wezi amini, kaka yake na jamaa alikuwa anamsaidia mdogo wake mahitaji na vijipesa kidogo kwa siri sana. Ndugu yake huyo hawezi kumtupa. Kutoka kwenye nyumba nzuri sasa wako kwenye nyumba ya kupanga. Binti kwao alikuwa ni wakishua, lakini alilizika na maisha haya, kuishi na mpendaye. Wala hudhuniki wala nini. Ndio kwanza anafurahi tu anachopata. Siku za kliniki Mwamba yuko pamoja na mkewe. Huu ndo wanaume lijali jamaa anauonyesha. Kama kawaida, watu mnaopendana lazima sometime mkorofishane. Hiyo kawaida sana, ugomvi hapa na pale. Sindo aliendelea kuishi na majirani vizuri kabisa na kwa furaha. Huku Mwamba bado akili haiko sawa, majukumu yanamuelemea. Kuwa mwanaume sio kazi ndogo, hususan ukianza kuwa na familia. Siku hiyo machizo akamshawishi jamaa apige vyombo kidogo, asiogope, sio sumu hii. Kweli bwana, mzee alipiga vitu, akarudishwa nyumbani yuko mbwi. Binti alichukia, kupenda kile kitendo. Kesho yake wakiwa kliniki, binti amenuna. Jamaa anaomba msamaha, haitojirudia tena, ni vishawishi tu vidogo apunguze stresi. Kwa hiyo na mimi nikiwa na stress ninye pombe, si ndio? Hapana. Okay, naahidi sitokunywa tena. Usiniahidi mimi, muahidi kiumbe chako hapa tumboni. Sawa, sisemi sitokunywa tena, ila naahidi sitokunywa pombe mpaka mtoto azaliwe. Upande wa pili, mama alikuwa akishirikiana na kaka wa jamaa kumpelekea baadhi ya mahitaji kwa siri sana bila mzee kujua. In short, jamaa sometimes alikuwa anakwama, kaka yake anamsaidia. Huu ndo undugu wa kweli, japo mzee wao kakunja kabisa. Upande wa kliniki, daktari anaeleza, hali yako sio nzuri sana, uendelee vizuri kabisa. Uzito wako unazidi kupungua, inabidi ujitahidi kula lishe na upunguze msongo wa mawazo. Sawa? Okay. Siku nyingine kama kawaida, marafiki wa jamaa wakamshawishi tena Mwamba akate vyombo. Huku nyumbani Sindo yuko anaandaa msoso wa jioni hivi. Manii akafika kwenda kumpokea hivi, jamaa yuko chakali, amekunywa tena ise. Hii binti limuuma mno, jamaa akavunja ahadi. Binti akupata usingizi usiku wote huu, akiwa anawaza tu. Asubuhi inafika, binti Sindo kaamka analia. Huku jamaa kimya anapiga zake msosi. Sindo akamkata kibao Manii. Si uliahidi kwa mwanao wewe? Mbona unabadilika sasa? Unajua nakuamini sana. Nimeacha kila kitu kwa ajili yako. Mbona unashindwa kuwa serious? Unaniogopesha sasa, unaniogopesha sana. Kelele, nyamaza. Kwani mimi ndo nilikwambia tuendelee kumtuza mtoto? Mwamba akainuka na kususa chakula chenyewe. Yaani napambana kwa ajili yake, ila bado linanilaumu tu bila sababu. Yaani unanilaumu kana kwamba nimekuchiti au nimekutelekeza. Haya yote ni makosa yako. Unajua mimi mambo mangapi napitia kazini? Kwanza kudadeki, kama ungenisikiliza tukatoa hii mimba tusingefika kote huku na maisha haya. Pili, usinipande kichwani. Kama unaona nakosea, ondoka. Sasa nitaenda wapi mimi? Au nataka mimi nife Nitakukata kibao wewe mwanamke. Sawa, bora ufe kuliko kuendelea kunilaumu tu. Kisha jamaa huyo akaondoka zake kwa asila. Sindo akabaki chini analia tu. Baada ya muda kidogo, binti taratibu hali ilianza kubadilika. Mwili uliishiwa nguvu, akawa anajikokota taratibu kuifuata simu kitandani kwa tabu mno. Akampigia simu Manii. Oya, simu yako hii. Jamaa kuiangalia ni Sindo. Irudishe ulipoitoa. Oi, mkeo huyu. Mwamba akaizima kabisa, hataki usumbufu. Kumbe huku binti hali sio shwari kabisa. Majirani walikuja ghafla, wanamkuta binti kaishiwa nguvu kabisa, hajiwezi. Ikabidi ipigwe simu kwa mzee wake na kuja kumchukua haraka mpaka hospitali. Baadaye jamaa na odi zake nyumbani hivi, anafika anapokea taarifa kwa jirani. Fasta ikabidi atoke mbio moja kwa moja mpaka hospitali. We vipi mwanangu? Mbona umesima simu yako? Kuingia ndani hivi. Binti kajifungua bana. Hakuamini kabisa. Sindo yuko wapi? Mimi nilipopata taarifa na kufika hapa sijamkuta mtu zaidi ya mtoto tu. Nilipoulizwa nikaambiwa binti kachukuliwa na wazazi wake. Wamemtelekeza mtoto tu hapa. Aisee, wakajaribu kwenda nyumbani kwa binti, ila wapi, hawapo, wamehama hapo kabisa. Basi mshikaji akajaribu kurudi nyumbani kwao. Mama analia sana, anamuomba mzee amsamee mtoto wao. Mzee anajibu, kama vipi na nyinyi wawili mnaweza kwenda kuishi naye na kuondoka hapa kwangu, ila mkisikia nimekufa tafadhali naomba msije kunizika. Mzee kakunja kabisa. Aisee, mdogo wangu bado baba ana hasira sana, ila usijali, nitajitahidi kuongea naye. Mama
Kwa hiyo na hataki kunipokea, unamsikiliza mume wako au sio? Sawa. Jamaa akaondoka kwa hasira. Yani hapo ndo alizidi kupagawa, anaona dunia imemwelemea. Katoto ndo wako hapo kasusiwa, sio mbele tu hata nyuma ana. Ila akapata akili, akaona ngoja kwanza, moja kwa moja mpaka ndani ya kituo cha watoto yatima. Umesema umemuokota wapi? Pembeni ya barabara huko mtaa Likoma na Agley. Bana. Yani mchizi kamleta mwanae kwenye kituo cha watoto yatima na kudai kuwa kamuokota. Mshikaji ana roho ngumu sana yani. Akatia saini pale. Chooni ni wapi? Zunguka kwa nyuma huko. Jamaa akatoka. Kumbe ndo anatoroka hivyo. Pasta akazama kwenye bajaji mbele. Mwanaume alijikuta anatokwa na machozi, nafsi na msuta. Akaona hapana, dereva, naomba turudi tulipotoka, damu ni nzito kuliko maji, asikwambie mtu. Leo ilikataa kabisa, ngoja arudi kwa mwanae. Alirudi mbio mbio, watu wanamzuia. Vipi, usilitaka kuondoka nini tena? Mania akawa naomba msamaha tu. Jamani, huyo mwanangu nilipagawa tu. Haisei, mchizi alijutia kwa kitendo alichotaka kufanya. Aliomba msamaha sana, wamsamee. Anajua alichotaka kufanya sio sahihi. Hawakuwa na jinsi, ikabidi arudishiwe mtoto wake pale. Alishukuru sana na kuondoka naye. Dereva bajaji anashangaa, huu ndo wanaume. Kashapata stori ya kwenda kuhadisia kijiweni hapo. Mtoto bana alikuwa ni wa kiume. Moja kwa moja jamaa alirudi kwa rafiki yake Amiti. Kweli binadamu wewe, ulitolea hapa akili hizo? Alikushauri nani mbavu wewe? Amiti alimaindi, najua nimekosea sana, usinifokee basi, unanichanganya. Okay, poa, usijali, tutamtafuta Sindu popote alipo. Mwamba akakataa. Siwezi kumtafuta mtu mwenye roho ya kinyama zaidi kunizidi mimi. Sitakuja kumsamehe kamwe. Halafu sikia, hapa kwako sasa hivi sky bure, nitakuwa nalipa kodi. Achana nalo hilo. We vipi? Yaani unataka unipe kitonga tu kila siku? Unanichukuliaje kwani? Una support We pididi nini? Mara ghafla mtoto akaanza kulia. Ikabidi wakamuite jirani aje kumbembeleza kidogo. Maana hao vidume hawajui kitu chochote. Okay, sasa amepumzika. Kama mkihitaji chingine chochote basi mtaniambia. Na pia kuna watu nitaunganisha nao. Kazi yao ni kunyonyesha watoto. Kwa sasa mwezi mpa maziwa ya ng'ombe. Lazima apate maziwa halisi at least ndani ya mwaka mmoja. Na jina lake anaitwa nani vile? Anaitwa Aditya. Mania alimpa jina lilojadili na Sindu kipindi ana mimba. Amit alimuuliza jamaa, haya, huyo mtoto akikua akimuulizia mama yake utamjibu nini? Hatakuja kuuliza swali hilo kamwe. Okay, basi taratibu za kumnyonyesha mtoto ziliendelea. Kana anafundishwa jinsi ya kumbadilisha nepi, jinsi ya kumbembeleza na mambo mbalimbali. Malezi sasa alianza mdogo mdogo, yeye pamoja na rafiki yake Amit anamsaidia. Kazi ya kulea ilikuwa sio ndogo. Mania bado hakuacha chuo, aliendelea kusoma huku akirudi home anaendelea kulea. Mchiza akapiga zake pepa la mwisho akiwa na mwanawe, wala haogopi. Siku moja Amit akiwa anacheza na mtoto anamwambia, sema mama, sema mama. Mtoto akajibu papa. Mchizi alistuka sana, wakabaki wanafurahi tu. Maisha yalizidi kuendelea siku hadi siku. Mtoto alizidi kukua, sasa kanajielewa. Jamaa akamaliza chuo, akawa anapiga kazi za kujitolea, posho kidogo. Bado hajapata ajira ya maana sana. Mtu na baba yake walikuwa na vituko sana muda wote. Siku moja Mania akiwa zake supermarket, mara ghafla anashtuliwa hivi. Alikuwa ni mrembo fulani hivi anaitwa Sanjana. Sanjana alikuwa ni ex wa Mwamba kipindi hiko. Basi wakawa wanapiga story moja mbili tatu pale. Vipi, unafanya kazi gani nao? Mimi najitolea tu kwenye kampuni moja hivi. Bado sijaajiriwa. Bado nipo tunatafuta kazi nzuri. Kama utojali kipindi hiki kazini kwangu anasajili wafanyakazi wapya. Unaweza leta CV zako. Jamaa akashtuka kama zari hivi. Na binti anahusika katika kitengo hicho cha usajili. Kesho yake asubuhi na mapema bila kuchelewa, jamaa akafika ofisini hapo. Mara kidogo tu meneja anaingia na grupu la wafanyakazi. Anaanza laumu pale. Kuna kazi wameapa lakini hawajatekeleza kwa muda uliopangwa. Nahitaji mtu mmoja anaelezea hapa nini shida. Sasa jamaa alikuwa hajatulia. Wewe hapo msumbufu, unaweza kunielezea nini shida? Jamaa ghafla alichaguliwa yeye. Ila kwa vile swali aliloulizwa alikuwa analijua vizuri sana, akaanza lielezea pale na kutoa ufafanuzi wa kina sana kana kwamba ni mzoefu. Aliongea kwa kujiamini mno. Meneja mwenyewe akamkubali, amejibu vizuri sana. Unaitwa nani wewe? Naitwa Manikandi. Madam, huyu mtu mbona hatumjui kazini hapa? Nini? Wewe nani? Mimi nimekuja kwa ajili ya interview hapa. Ni ndugu yake na Sanjana. Basi meneja ikabidi aingie naye kwenye interview. Akakagua CV zake vizuri kabisa pale. Na jamaa akajielezea vizuri vya kutosha. Baadaye jioni akiwa anasubiri zake majibu, Sanjana alikuja na barua. Mshikaji akaifungua faster kuisoma hivi akashtuka. Mbona nimepewa nafasi kubwa hivi kuliko niliyoomba? Binti kuangalia naye hivi kweli bana. Mania akaona sio kweli, ikabidi akaulize kwa meneja. Meneja anamjibu, hatujakosea, unastahili hiyo nafasi. Kwanza una vyeti safi kabisa. Ili una confidence, una uwezo mzuri wa kueleza changamoto na solution zake.
So tukutane Jumatatu, uje ujiandikishe rasmi, jina lako liingizwe kwenye mfumo. Aisee, zali la mentali hili. Mchizi alifurahi kinoma, alirudi kwa mwanae. Kwanza siku hiyo akagonga pisa ya nguvu, baba akapata kazi tena cheo cha juu. Waliuchapa hapo mpaka asubuhi. Bila kuchelewa, Mchizi Jumatatu asubuhi akachukua baiki yake mpaka ofisini hapo, anasubiri maelekezo sasa. Kidogo tu alikuja mkurugenzi wa kampuni na kumwambia, samahani, ile nafasi iliyobidi upewe wewe kapewa mtu mwingine. Mimi nikajua alishakwambia weekend hii. Hapana saa, mtakuwa mmejichanganya. Mimi tayari nilishapata, nina barua appointment hapa. Mnaweza kwenda muuliza Sanjana. Sasa huyo Sanjana ndio aliyepeleka nafasi hiyo kwa mtu mwingine, maana ndio anahusika na kitengo cha usajili. Mimi nafikiri hajapenda kuona wewe umepata cheo kikubwa zaidi yake na chenye mshahara mnono zaidi yake. I say, Mchizi alishua pozi kabisa. Upande wa pili binti Sanjana anapigiwa simu apokei. Mania akaamua mfuate alipo. Samahani, nilikuwa busy kidogo. Ile nafasi kapewa mtu mwingine. Kwa nini nilikufuata kukuomba kazi? Hapana, kumbe ulihitaji nifanikiwe kupitia jina lako, lakini sio niwe na mafanikio zaidi yako, sio? Mchizi akapiga meza kwa hasira. Kisha huyo akajikataa zake. Anawasha pikipiki hivi haitaki kuwaka. Tupa begi kule kudadeki. Msela alimuuma kinoma. Aliongea divorce haya. Exi mbwa. Sasa Mchizi ndo kajichanganya kang'ato kalio. Okay, baadaye namfuata mwanae shule, anakuta kaumia. Nani kakuumiza Aditya? Ni Sanjay huyo, kila siku ananionea. Kisa namnyima keki. Twende unaoneshe huyo Sanjay. Yule pale anajificha. Oi mzee, mjukuu wako akimgusa tena mwanangu na mng'oa meno. Mjukuu wangu? Unasemaje kijana wewe? Huyu ni mwanangu, sio mjukuu wangu. Tuheshimiane kijana. Wewe mzee, toka hapa. Kijana utajuta nakwambia. Unanizalisha mbele ya mwanangu. Utajua mimi ni nani. Mzee aliamsha noma bana mpaka kituo cha polisi jamaa na mwanae. Mzee anataka ifunguliwe kesi pale. Mwamba amemfanyia fujo na kumzalilisha mbele za watu. Yaani mbele ya mwanawe. Inabidi anuse kwa pala jela kwanza hata siku 2. Mzee alikuwa mtata kinoma yani. Kijana kakanyaga. Baba, njaa inauma, tutaenda nyumbani saa ngapi? Subiri mwanangu. Anko Amiti anakuja sasa hivi kukuchukua. Baba, mimi siende nyumbani bila wewe. Ngoja nikaombe ruhusa kwanza. Samahani apande, ninaweza kulala na baba yangu hapa leo? Au ba mkubwa, msamee baba yangu turudi nyumbani. Mzee akaona mbona dogo anatia huruma sasa. Ikabidi agairishe kesi kwanza yaishe. Baadaye kidogo Mania alikaa na mzee na kumomba msamaha. Kweli alimvunjia heshima sana. Akajikuta anamhadisia mkasa wote uliomkuta siku ya leo ulivyokuwa mbaya sana kwake. Mzee alimuelewa sana. Anajua changamoto anazopitia wanaume. Okay, sikia, kuna rafiki yangu mmoja hivi ni bosi wa kampuni kubwa sana. Nenda pale kesho kajitambulisha kwa jina langu. Mimi nitaongea naye usiku wa leo. Kuna nafasi pale. Kafanya interview upate kazi. Jamaa akashangaa. Mzee, sistahili hili kwa jinsi nilivyokuvunjia heshima. Acha zako. Mimi nimekusaidia kama ndugu yako, kama kaka yako, usijali. Mshukuru mwanao sana. Mnaonekana ni watu wazuri. Zali la mentali la pili li jamaa anapata. Okay, kesho yake asubuhi na mapema anafika mpaka ofisini hapo. Akapewa direction moja kwa moja mpaka kwa CEO. Mzee katulia anacheza zake chesi. Wewe ndio kijana niliyoambiwa. Rafiki yangu hajaniletea mtu yoyote hapa. Ina maana akakuamini sana. Okay, kazi umepata. Utaenda kukutana na manager kufanyia usajili. Kesho uanze kazi asubuhi na mapema. Mshikaji alishukuru sana. Okay, akachukuliwa moja kwa moja mpaka kwenye meeting room kumsubiri manager sasa apate maelekezo. Manager anafika. Uwezi amini ni Sindu bana. Kila mtu alibaki kumshangaa mwenzie. Jamaa akarudi kwa mzee mtata, mzee mpili. Mzee, mimi siwezi kufanya kazi pale. Wewe si ndio ulikuwa na shida ya kazi? Vipi tena? Yule mwanamke alinikimbia ndio yuko pale na ndio manager. Siwezi kuwa karibu yake, naweza nikamkata hata vibao. Nashukuru sana kwa kunisaidia mzee wangu. Ila pale hapana, siwezi fanya kazi. Mzee akamjibu, acha ujinga wewe. Wewe ni mwanaume unamkimbiaje mwanamke? Ndio, hata kama umekutana naye, lakini pale umefuata kufanya kazi na sio yeye. Sasa hivi jali nafikiria kuhusu mtoto wako. Atakula nini? Atavaa nini? Wewe nione mimi mwenyewe mtu wa kazi. Nimekupa kazi, ufanye kazi. Uwezi acha kazi wakati una kazi. Au unataka tutukane tena na Mondi? Jamaa kweli maneno yalimuingia, inabidi awe mtu wa kazi. Mchizi akarudi kwa Amiti, naye anampangilia hivyo hivyo. Wewe fanya tu kwa ajili ya mtoto. Baadaye Mania alimuuliza mwanawe, mbona hujawahi kuniuliza mama yako ni nani na yuko wapi? Mtoto akajibu, wala sihitaji kujua, sababu wewe ni zaidi ya mama kwangu. Nakupenda sana baba. Wewe ni baba bora wa dunia. Kwa hiyo umtaki mama yako? Simtaki. Kwanza niache nilale. Mwamba alijisikia nguvu sasa. Akafikiria kwa makini, akaona it is okay. Kesho asubuhi na mapema na tukutuku yake mpaka kazini. Ila akimuona binti tu anashtuka sana na anageuza njia, hataki kumuona. Sasa unaogopa nini Mani? Utakimbia mpaka lini? Kwanza yule ndo meneja wako. Okay, be gentleman, be gentleman. Ilikuwa ni visanga tu. Okay, sasa pale ofisini yeye alikuwa kapewa uongozi wa grupu fulani hivi. Maana elimu yake ni ya juu sana. Akajitambulisha kwa grupu lake ambalo ndio atakuwa kiongozi wao. Kila mtu akajitambulisha jina lake. Zeno akaendelea kupiga kazi. Sasa kuna huyu jamaa pembeni yake alikuwa anaitwa Salavanan. Kiongozi,
karibu sana ofisini. Ngoja nikupe muhtasari kidogo. Kwanza huyu meneja wetu ni mkali kinoma, hacheki na wowote humu ndani. Halafu namkubali kinoma basi tu, yani sipati nafasi. Mania akawa anashangaa, huyu mchizi vipi? Mbona mapepe mengi? Upande wa pili binti akiwa dina na wazazi wake, anaonekana kama anataka kuongea kitu hivi ila anashindwa. Okay, sasa Mania akawa na urafiki wa karibu na huyu jamaa Salva. Ila kuna muda anamkata hivi jicho binti kwa kuvizia vizia yani. Mania akaanza muuliza maswali Salva kuhusu binti. Mchizi naye anafunguka tu, pasipokujua jamaa alikuwa ni mwanamke wake yule na wamezaa. Salva anamwambia kuna supervisor wake huyo na manager, kipindi hiki amesafiri kidogo, anamsumbua sana manager, yani anamtaka na ana familia nyumbani. Natamanigi ni mkate vibao, ila ndo hivyo, nalinda kibarua changu hapa. Angejua mimi mwenyewe ninavyompenda manager, acha tu. Basi Mwamba akiwa free anakutana na mzee Mpili, wanakula story, anamheshimu sana, wamekuwa kama ndugu, na mzee ana madini mengi anampatia kijana. Sasa siku moja jamaa anaingia zake kazini, anakuta grupu lake linafokewa na manager Sindu. Kuna huyu binti hapa anaitwa Sadhana, kuna data amekosea kutuma, ndio lawama zinashuka kwake. Sasa binti analia tu, hana la kujitetea. Mane alifika na kuuliza nini tatizo, akaambiwa. Akaingia kucheki mwenyewe, akaona kweli binti kazingua. Okay, haina shida manager, mimi nitachukua ile jukumu mpaka jioni mambo atakuwa sawa. Basi mchizi akamchukua binti Sadhana mpaka kwa mwamba wake Amit. Amit bana alikuwa ni mtaalamu wa IT, so akaelezewa shida kama anaiweza, akasema hiyo haina shida, anaweza kushughulikia. Mchizi akapiga kazi pale, data zikarudi kwenye mfumo, wakarudi kwa manager kuwasilisha. Okay, kweli mambo yalienda sawa. Binti Sadhana alimshukuru sana kiongozi Mani, usijali, piga kazi. Ila kinamna fulani hivi Sanjana bwana alionekana kavutiwa na msela. Si unajua wanawake tena, kitu kidogo tu unashangaa kashaanza kukupenda. Kama mimi vile darasa la 6 niliopoa demu kisa Big Bomb, ila tuliachana kisa nimemnyima 200. Mchumba sasa kashazama kwenye dimbwi la mapenzi. Kipindi chote hiki hakuna aliyetambua kuwa Mani na Sindu kama walishawahi kuwa wapenzi. Sasa kipindi wako free time, ghafla ilikuja taarifa kuwa kuna mfanyakazi katika grupu lake anataka kujiua chooni huko. Fasta ikabidi waende. Kufika na kuuliza shida nini, mchizi anataka kujua kisa demu wake alikuwa anampenda anaenda kuolewa ndani ya grupu hilo moja. Nasema sisogee mtu hapa, najiua mimi, asisogee mtu. Mania akaona huyu kweli chizi, akapita zake kama muoni kwenda kukojoa. Kiongozi, naomba utoke nje, usijaribu kuingilia. Nani kakwambia nimekuja kukuingilia? Mimi nimekuja kukojoa tu hapa. Anyway, wewe waona kifo ni kitu cha matani. Mimi najua uwezi fanya hivyo, unatishia tu. Sawa, jiue, msibani kwako tutakuja, tutakula, tunashiba na tunakuzika, tunakusahau. Ni kweli kiongozi, natishia tu hapa siolewe. Sasa nifanyeje? Nikiacha hapa watu watanicheka. Okay, usijali, tuigize kama na kuokoa hivi. I say, hili grupu alilopewa Mwamba walikuwa ni vichaa kabisa. Baadaye jioni Mania akiwa na mwanawe wamechili, dogo anacheza gemu. Baba, SMS yako hapa. Sanjana naomba mtoke dina. Mtoka hapa, maliza mwiki yako kwanza. Mania hana baya, akaona sio mbaya, akafika kukutana na Sanjana. Mrembo alikuwa anajingatangata tu, hana la kuongea, mapepe mengi. Mchizi akasema, okay, ngoja nitoke niongee na simu kidogo. Walete yangu hiyo hapo, utalipia msosi hapo sawa. Sasa binti ilivyokuja, binti kufungua walete ya mshikaji, anakutana na picha ya Mani pamoja na Sindu meneja wao. Ya kipindi hiko wako chuo. Binti alivunjika moyo kabisa, akaona kumbe hao walikuwa wapenzi, yani alitamani hata kulia. Kesho yake akamfuata Amit na kumuuliza. Mchizi akamchana mkasa mzima ulivyokuwa. Binti naye akaenda kuambia grupu lake. Mwamba yetu Salva naye ilimuuma kinoma. Kumbuka na Yese anamtaka manager. Aha, ndio maana nikiwa karibu na Mani manager alikuwa anatuangalia sana. Kumbe alikuwa anamwangalia Mani. Nikajua ananiangalia mimi. Yaani wote walijikuta wanachekana sasa. Na wewe unacheka nini? Si ulitaka kujiua jana na demu wako wanaolewa huko. Ila guys, mimi story yao imenigusa sana. Kwa nini tusifanye mpango arudiane? Wanaonekana bado wanapendana wale. Ila kila mtu hataki kujishusha. Wakakaa chini wakafikiria sana. Wakaja na mbinu. Kwanza wakaandaa magrupu ya WhatsApp mapya. Wakatangaza tu wafanyakazi kidogo kama siku 2 hivi weekend yote. Wakaenda kumuomba na meneja wao Sindu asikose kuja. Binti akakubali. Upande wa pili mchizi yuko home na mwanawe. Sasa hivi maisha ni mazuri. Amepanga nyumba kubwa, kila kitu ndani. Kiufupi anajiweza kinoma. Mara kidogo anasikia ugeni. Jamaa ikabidi kwenda kucheki hivi. I say, ni wazazi wake bana, leo amekuja. Mwanangu, ongea na mimi basi, usinikasirikie. Najua tumekukosea sana. Baba yako ndio alikuwa kichwa ngumu. Mbona mimi na kaka yako tumekusaidia sana tu. Naweza kuinua miguu yenu nifagie? Dogo alikuwa juu hao ni wakina nane, hajawahi kuwaona kabisa. Upande wa pili mama anabembelezana na mwana. Mume wako si alinikataa huyo? Alikuwa anajua mimi nitasota, si ndio? Na nimesota kweli, ila sasa najiweza. Kaka naye alikuja kupiga stori na mdogo wake. Huyu ndio bradi yake, hajawahi mtupaga kwenye shida na raha. Basi mchizi hakuwa na noma, mwanaume hawekagi kinyongo. Isitoshe hii ni familia yake. Mzee alikuwa kimya tu muda wote, anaona aibu. Dakika za mwisho akamwomba msamaha tu mwanawe. Sometimes wazazi kweli wanakosea kwa watoto zao. Hakuna aliyekamilika. Jamaa hakuwa na noma, mambo yaliisha, wakaagana pale na kurudi zao
home. Okay, siku ya tour ilifika, wako site sasa wanaandaa pilau. Ilikuwa ni maeneo fulani vya Sunrise Beach. Sasa mchizi wetu anaenda tour hivi, anakutana na momba yetu aliyeachwa yule. Analia tu kusikia demu wake tayari kashapangiwa ndoa wiki ijayo. Msela ikabidi akae naye amtulize tu, ampe support kidogo. Story moja mbili tatu. Mchizi naye akajikuta kashawishika, amegonga vyombo. Kama unavyojua, pombe sio chai. Msela alipata mizuka, party lilianza. Full kudansi ni wewe tu. Ila binti Sindo alikuwa anamwangalia tu, anaonekana kukelekwa kweli. Hizi pombe ndio kilikuwa chanzo cha ugomvi wao mwanzo. Muuni anajali sasa, ndio kwanza anayarudi. Walevo wamekutana tena. Full meuno humu tu. Wenyewe anakuambia tunye paka tinye. Msela wake akaona oho, atamwaga lazi hapa. Akamchukua kwenda kumpumzisha. Moja kwa moja mpaka chumbani. Akamfungia na mlango kabisa. Mara ghafla Sindo anatoka msalani. Ndani ya chumba iko. Aha, kumbe huu ndio ulikuwa ni mpango wao, wafungie ndani ya chumba kimoja. Huko wanasubiri majibu nini kitajili. Muda wote huo wanaona kimya tu. Wanafungua mlango hivi, binti akatoka kwa hasira na kumkata kibao sanjana. Kwa hiyo huu ndio ulikuwa mpango wenu uliopanga wewe na vicha wenzio, si ndio? Mchezo gani? Mbona mimi mwenyewe siuelewi? Usijifanye uelewi. Yaani usije kufikiria mimi kurudiana na wewe. Hizo ndoto futa. Kwani unadhani mimi natamani kurudiana na wewe? Yaani pale ulikuwa ni mzozano tu ameuanzisha. Mwisho wa siku Sindo akaondoka kwa hasira. Nani alipanga hii plan nyewe wajinga? Huyo hapo huyo. Nilijua tu ni hili lijinga. Okay, puuzieni. Okay, Jumatatu muda free time hapo wana play game kidogo. Mara ghafla kuna mtu anaingia. Kila mtu aliogopa na kujiweka sawa. Oi mani, huyu ndio ule supervisor nilokuambia na mkurugenzi wa kampuni. Wow, vipi mrembo? Umenimisi? Okay, nimekuletea na kazawadi kidogo. Usiogope my dear, nimerudi kwa ajili yako. Mchizi aliusoma mchezo akaona ngoja. Baadaye muda wa kazi umeisha kama kawaida, mkurugenzi anaanza msumbua binti. Jamaa akapita akawachola tu. Mkurugenzi alimbakisha binti kwa makusudi na kumpa kazi ili apate muda mwingi naye tu. Mara mchizi huyu hapa karudi, anajifanya kasahau funguo na itakutafuta. Mkurugenzi akatoka kidogo kwenda msalani. Jamaa akaona yes, ndo nilikuwa natafuta nafasi hii. Alimfuata huko na kuanza kumkata vibao mkurugenzi. We kama konde ya nguvu, we si umeoa? Ndio. Sasa kwa nini unapenda kuwasumbua na wake wengine? Unataka tumfikishie taarifa mkeo, sio? Yaani mimi sijali kama wewe ni mkurugenzi wala nini. Hata nikifukuzwa kazi hapa poa tu. Lakini nikukuona unaendelea kusumbua mwanamke mwingine kazini hapa na kupiga na kuripoti kwenye sheria pamoja na mkeo. Kisha jamaa huyu akajikataa. Ilikuwa ni usiku ushaingia. Mwamba akaja na tukutuku yake mbele ya binti kumpa lifti. Yupo kimya wala ongei. Binti ni nani sasa akatae? Akatoa location ya anapoenda. Basi mchizi akaanza safari, macho mbele, aongei na mtu, kimya, akamfikisha mpaka nyumbani kwa binti anapoishi. Kisha huyo akutaka hata asante. Aisee, hii kitu limwazisha sana binti usiku mzima. Msela alimfuata mzee wake na kumshukuru sana. Anataka ahame kampuni. Kuna ofa amepata mji mwingine ya kampuni kubwa kabisa na mshahara mnono na mzuri. Taarifa zilienea mpaka kazini kwake. Sindo naye alizisikia kwa watu wakijadili. Kiukweli Sindo hakuwa sawa kwa namna fulani. Nafsi ilikuwa inamsuta sana. Msela alifanya video meeting na wafanyakazi wake. Kila mtu alimtakia kila laheri na wanatamani asiondoke. Yaani washamzoea. Wameishi naye vizuri sana, watammisi sana yani. Ila walimuomba jambo moja, aje ofisini siku ya mwisho kuwaaga pamoja na mtoto wake wamuone. Muone akaona haina shida, akamwandaa mwanae vizuri kabisa. Moja kwa moja mpaka ofisini kwa machizi wake. Michezo ya hapa na pale ilikuwa ni furaha tu. Kipindi stories zinaendelea, dogo akatoroka kwenda kuzurura. Akakimbilia mpaka kwenye lifti ambako alikuwepo Sindo. Aisee, ni mtu na mama yake huyo. Ila mtoto hamjui mama. Sindo alishangaa tu, katoto kanani aka, mbona kazuri. Baadaye akiwa ofisini, dogo alikuja. Hai, njoo hapa mtoto mzuri. Haya, shika zawadi. Wow, mtoto mzuri, unafanya nini hapa? Umekuja na nani? Na baba. Unaitwa nani? Aditya. Baba yako anaitwa nani? Manikandi. Sindo alishtuka sana. Sasa kumbe ndo anakuja kupata ukweli kwa baba yake. Siku ya mwisho alipojifungua pale hospitali alipoteza fahamu. Kuja kushtuka hivi, wazazi wake wakamdanganya kuwa mtoto wake amefariki. Kisha kumchukua binti yao na kuondoka naye. Kumbe mtoto alikopo hai. Na ndio sababu Mania alipokuja alimkuta mtoto tuna mama yake hayupo. Ina maana kipindi chote kibinti Sindo alikuwa anajua mtoto wake amekufa. Na ndio maana alikuwa anamchukia sana Mani. Akiamini yeye ndio sababu ya kupelekea mtoto wao kufa. Na wala kusikia taarifa zozote zile kuwa Mania na mtoto kipindi chote hiki alipokuwa anafanya kazi hapa. Aite, binti alilia sana, tena sana na sana, ilimuuma mno. Baadaye alikuja mpaka mbele ya Mani katikati ya kundi la watu. Nguvu wana kabisa. Mtoto wake huyu hapa haamini. Salava akaona okay, ngoja watanyisha watu wabaki wawili tu waongee. Akamchukua pia na dogo, wawaache baba na mama tu wayamalize. Jamaa kakaa kimya tu, binti machozi anamtoka tu. Mwacha drama zako hapa, unajilizaliza. Hivyo ni mama gani sijawahi iona duniani? Unajifungua na kumkimbia mwanao? Sawa, tuligombana. Haya, kiumbe cha Mungu kilikukosea nini? Hujui mateso niliyopitia kwa kulea mtoto peke yangu. Naweza kusamehe kiumbe chochote kile duniani, hata sisimizi, ila sio wewe. Hapana, walinidanganya, waliniambia mtoto amekufa. Jamaa anastuka,
Aisee, binti alikuwa akilia huku anamwomba msamaha. Alikuwa hajui chochote, alikuwa hajui kuwa analea mtoto peke yake miaka yote hii. Yeye mwenyewe alishajaribu sana kujitoa maisha yake, lakini aliokolewa. Aisee, inauma sana, inahuzunisha kinoma yani. Mani naye kajua ukweli kwa namna fulani sio makosa ya binti. Akamkumbatia huku binti analia tu. Kisha huyo akatoka zake. Kidogo tu huyu hapa anarudi na mtoto. Haya sasa, yule ndo mama yako, nenda. Mtoto kweli alienda kwa mama yake. Aisee, huruma. Mwanaume naye alishindwa kujifunga, alijikuta analia kama mtoto mdogo. We acha tu, tabu alizozipata, magumu aliyopitia, mpaka leo hii familia inarudi pamoja. Hata mimi imenitachi sana. Basi mchizi akasogea karibu yao mtoto pamoja na mama. Hatimaye leo amekuwa kitu kimoja. Mama anafurahi tu na mwanae pale, mwanae wa kumzaa. Waangalie, mbona amelala chini sasa? Ila safi kabisa. Na nyinyi mmehusika sana kuunganisha hii familia. Mungu awabariki sana. Na mimi natakiwa mniongezee mshahara sasa. Basi ilikuwa ni furaha tu. Yes. Na huu ndo ukawa mwisho mtamu kabisa wa filamu inayoitwa Dada, ambayo imeletwa kwako na storyteller wako hapa Chandi Dola, au siku hizi kitawa ananiita Chandi Kapoor, mzee wa Ghost hard vocal. Shout out kwa Yuzo Mwamba, Still Gang 661. Bana, usisahau kulike, share kwa marafiki, weka comment yako hapo chini. Pia usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama kengele, kujiunga ndani ya familia ya EY Movie na uwe wa kwanza kupata likepu zetu. Tukutane kigongo kijacho. Bye bye.